Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka, sura ya kwanza aya ya 26 hadi aya ya 38. Mwezi wa 6, malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu wa mbari ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa Mwana wa Aliye Juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana sijui mume? Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake Aliye Juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Tena tazama, jamaa yako Elizabeti naye amechukua mimba ya mtoto mwanamume katika uzee wake, na mwezi huu ni wa 6 kwake yeye aliyeitwa tasa, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Mariamu akasema, tazama, mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Kisha malaika akaondoka akaenda zake. Neno la Bwana. Wapenzi watazamaji wa Jimbo Katoliki Njombe Online TV, leo kanisa linaadhimisha sherehe ya kupashwa habari ya kuzaliwa Bwana. Tarehe 25 mwezi wa 3 kila mwaka sherehe hii huadhimishwa. Wapendwa watazamaji, tusogee mbele kidogo. Tarehe 25 Disemba kila mwaka tunaadhimisha sherehe ya kuzaliwa Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa Kristo anayezaliwa tarehe 25 Disemba alikaa tumboni mwa mama yake kwa miezi 9 kama watoto wengine na kama biolojia inavyodai. Kumbe tukihesabu toka leo tarehe 25 Machi hadi tarehe 25 Disemba tunapata miezi 9 ya Yesu kukaa tumboni mwa mama yake. Wapendwa watazamaji, kwa sheria ya maumbile mimba lazima itungwe. Sasa kabla ya kutungwa mimba, Mungu alimtuma mjumbe wake, yaani malaika Gabrieli, ampelekee ujumbe juu ya umwilisho wa neno wa Mungu, yaani neno wa Mungu kutwaa mwili. Sasa hili fumbo la malaika Gabrieli kumwendea Bikira Maria na kumpa ujumbe kuwa atambeba mkombozi kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ndiyo sherehe tunayoiadhimisha leo. Wapendwa katika Kristo, huu mtindo wa Mungu kuwafikishia ujumbe watu wake aliowachagua kwa kutumia malaika ulianza muda mrefu. Hata Ibrahimu alipotaka kumtoa Isaka sadaka, malaika alimwendea akamwambia Ibrahimu, usimnyoshee mwanao mkono wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 22 aya ya 11 mpaka ya 12. Kuzaliwa kwa Samsoni kulitangazwa kwa namna hii pia, ambapo malaika alitumwa kwa mama yake Samsoni
na kumpa ujumbe kama huo huo. Malaika huyu anatumwa pia kwa Zakaria baba yake Yohane, na anapokwenda kwa Zakaria anajitambulisha jina, anamwambia mimi ni Gabrieli. Injili ya Luka sura ya 1 aya ya 19. Mungu anamtuma mjumbe kwa upendo, kwa sababu hakutaka watu wawe na hofu. Wayahudi waliamini kwamba ukimwona Mungu uso kwa uso utakufa. Ndio maana hata Gideoni alipoonana na malaika wa Bwana alisema moyoni mwake, ole wangu, nimemwona Bwana. Halafu Mungu anamwambia, amani iwe pamoja nawe, usiogope, hutakufa. Kitabu cha Waamuzi sura ya 6 aya 22 mpaka 23. Wapenzi watazamaji, hili linatufundisha nini? Maria ni kati ya watu muhimu ambao Mungu anawatumia katika ukombozi wa wanadamu, na anamtuma malaika apeleke ujumbe juu ya kumzaliwa kwa Kristo. Na ndio maana tuna sababu ya kumheshimu huyu mama, kwa sababu anaingia katika kundi la wajumbe ambao walisaidia ukombozi wa wanadamu. Wapendwa watazamaji wa Jimbo Katoliki Njombe Online TV, mpango wa Mungu kumkomboa mwanadamu ni wa milele, na ndiyo maana hili tangazo la leo sio la kwanza. Lilishatabiriwa miaka 700 iliyopita kabla Kristo kuzaliwa, na lilitabiriwa na nabii Isaya, ambaye yeye alisema, tazama, bikira atachukua mimba, naye atamzaa mtoto mwanaume, naye atamwita Emanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Kitabu cha Isaya sura ya 7 aya ya 14. Na sauti hii ya kinabii ndiyo leo inatimia, na ndiyo sherehe yake tunaiadhimisha leo. Wapendwa watazamaji, tujifunze nini leo? Tujifunze unyenyekevu. Mungu mwenyewe ndiyo asili ya unyenyekevu, ndiyo maana anashuka kukaa kwetu kupitia mama Bikira Maria. Naye Maria ni kielelezo kingine cha unyenyekevu. Kwa jibu lake la kiimani, mimi ni mtumishi wa Bwana, nitendewe ulivyonena. Injili ya Luka sura ya 1 aya 38. Na wewe ndugu mtazamaji, jiulize, ni mnyenyekevu? Wapendwa, unyenyekevu unaleta amani. Unyenyekevu unatuwezesha tuombe msamaha. Kwa kujishusha tunatatua migogoro. Kwa kujishusha tunakubali makosa yetu. Wapendwa, hata sakramenti ya kitubio inakubalika na kupokelewa na wale tu walio na unyenyekevu. Wasio wanyenyekevu wanaikataa. Leo tunapoadhimisha sherehe ya kupashwa habari ya kuzaliwa Bwana, tumuombe mama Bikira Maria atufundishe unyenyekevu. Tumsifu Yesu Kristo.